Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Katika somo la kwanza, Baruku anawapa watu wa Mungu matumaini, hasa wale waliomsahau Mungu wa kweli na kutolea sadaka kwa miungu mingine. Baruku anawaalika sasa watubu na kumrudia Mungu na watapokea furaha ya milele. Hii ndiyo furaha kamili ambayo tunaweza kuichambua kwa namna tatu tofauti katika Injili ya leo, ndugu zangu. Furaha ya kwanza ni kusema furaha ya huduma, ya kuhudumia. Wale 70 wamerudi na kutoa taarifa ya ushindi kwa Yesu. Aliwapa mamlaka na nguvu ya kuponya, kufukuza pepo wabaya na kuhubiri neno la Mungu, na walifanikiwa sana. Wapo makini kumpa Mungu tukufu. Ushindi wao ulikuwa wa kumwangamiza na kumshinda shetani. Jambo lingine, furaha nyingine ndugu zangu, ni furaha ya ukombozi. Yesu anawaonya wasijisifie au kufurahia wao wenyewe kwamba wametenda miujiza hii. Wafurahi kwa sababu majina yao yameandikwa mbinguni. Pamoja na muujiza wao kuwa mkubwa, bado muujiza mkubwa kuliko wote ni roho iliyopotea kurudi kwa Mungu. Siku zote ukirudisha roho iliyopotea ikarudi kwa Mungu, huo ni muujiza wa hali ya juu. Hata wewe mwenyewe kujifanyia toba na kurudi, huo ndio muujiza namba 1. Na furaha nyingine ya tatu ni furaha ya utawala. Furaha yetu kubwa haipatikani katika huduma yetu au katika ukombozi wetu, bali kuhesabiwa katika mamlaka na utawala wa Baba yetu wa mbinguni. Hapa tunamuona Mungu Mwana akifurahi katika Roho Mtakatifu kwa sababu ya mapenzi ya Baba. Baba, ndivyo ilivyokupendeza, kwani yalikuwa mapenzi yako. Tamanio letu ni kuipata furaha ya namna hii, kutimiza mapenzi ya Mungu. Unapotimiza mapenzi ya Mungu, unapata furaha kamili, unajisikia amani. Ndio maana ikiwa hujatimiza majukumu yako kama utume wako, pengine mimi kama padri sijatimiza majukumu yangu vizuri, najisikia sina furaha moyoni sana. Lakini ikiwa nimechoka, nimetoka huko, nimefanya utume na najua sijapoteza muda, ni kwa ajili ya utume, ni utume wa Mungu, huwa napata amani moyoni, najisikia nimetimiza mapenzi ya Mungu. Hata wewe ukilea watoto wako vizuri, ukaishi na familia yako vizuri, mkapendana, mkavumiliana, huo ni utume namba 1 huo. Yaani huo utakufanya imani ikue katika familia, na utashangaa baadhi ya matatizo mengi yataisha. Familia ikiwa na furaha, ni rahisi sana kukabiliana na matatizo. Hata kuna usemi mmoja wa wazee unaosema, kwa mfano mwizi akiwa amejificha uvunguni, ikiwa nyinyi mmenuniana, ni rahisi sana kutoka huko. Lakini ikiwa nyinyi mnafurahi, mnachekeshana nini, unaweza kushangaa mkamchekesha mwizi ambaye yuko chini ya uvungu, akacheka, mkajua kumbe kuna mwizi, mkamtoa nje, mkapambana naye. Lakini kwa maisha ya kukaa na kununiana, shangaa tu mwizi atamaliza tu kirahisi. Ni rahisi na mwovu kuwashambulia. Kwa hiyo ndugu zangu, tutafute furaha kamili kwa kutimiza majukumu yetu. Kutimiza majukumu kwenye familia, kwenye ndoa, kama baba, kama mama, kama watoto, hakika unakuwa na furaha kamili. Kama padri, kama mtawa, ukitimiza majukumu yako, unajisikia amani. Lakini pale ambapo hautimizi majukumu yako, hata amani yako huwezi kuipata, kwa sababu amani ya kweli inakuja baada ya kutenda kazi ya Bwana, baada ya kutenda kazi ya Mungu. Ukitenda kazi ya Mungu, unapata amani ya kweli na furaha ya kweli. Kama hao wanafunzi ambao tunaona wametumwa, wametimiza mapenzi waliotumwa na Yesu, na wanarudi wakiwa na furaha, na Yesu anashangilia katika Roho Mtakatifu. Lakini kikubwa, hawa waliopewa majukumu haya walikuwa ni watu wa chini tu, watu wadogo tu. Ndio maana Yesu anasema, umewafunulia watoto wachanga. Hawa waliokuwa na mioyo minyofu, ukawaficha wale wanaojiona kwamba wenye hekima na akili. Na wewe uangalie ni vitu gani umefichwa kutokana na kujifanya kwako una hekima. Kuna mambo mengi yamefichwa kwako kwa sababu haujajishusha bado. Jishushe ili mambo mengi yaweze kufunuliwa kwako. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.